Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ni Aprili 21 siku ya Jumanne asubuhi, tutangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema serikali yaja na benki maalum kwa ajili ya vijana kurahisisha mikopo. Serikali yaja na benki maalum kwa ajili ya vijana kurahisisha mikopo. Lakini ni nyuma ya pazia kisu kinavyotawala uzazi wa dini. Ni nyuma ya pazia kisu kinavyotawala uzazi wa dini. Lakini kuna habari kubwa inayosema wakazi walia fidia kiduchu. Habari kubwa ni wakazi walia fidia kiduchu. Lakini wapinga kuhamishwa Sinza kupisha nyumba za ghorofa. Wapinga kuhamishwa Sinza kupisha nyumba za ghorofa. Lakini ripoti ya LHRC haki tano kuu ziliumizwa 2025 imo ya kuabudu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kimataifa, China yaingilia vita vya Marekani, ya kamata meli zinazotoka Irani. China yaingilia vita, Marekani ya kamata meli zinazotoka Irani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako Rada asubuhi ya leo, liandika Chakwera Lissu wa mtega Jaji Chande. Chakwera Lissu wa mtega Jaji Chande. Lakini sakata la Kigogo, mabilioni yapigwa sarafu mtandao. Sakata la Kigogo, mabilioni yapigwa sarafu mtandao. Lakini mikataba ya Kaburu ilivyoangamiza ATCL. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Rada kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika Dejembi hamasisha wabunge kutembelea maonesho ya wiki ya nishati 2026. Na Waziri Sangu, taasisi za dini ni nguzo muhimu ya maendeleo nchini. Huyo ni Waziri Sangu asema taasisi za dini ni nguzo muhimu ya maendeleo nchini. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari ni Ulega awajibu majirani. Ulega awajibu majirani, asema Tanzania ina mtandao mkubwa zaidi wa barabara kulinganisha na nchi yoyote jirani. Asifu jitihada za Watanzania kwenye kujenga taifa lao. Lakini abainisha kuwa zaidi ya hizo ambazo tayari zimejengwa, kuna mtandao wa kilomita zaidi ya 5100 ambazo zinajengwa nchi nzima. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini waziri mkuu atimiza ahadi ya kumpatia kiti mwendo mlemavu Josefu. Waziri mkuu atimiza ahadi ya kumpatia kiti mwendo mlemavu Josefu. Lakini kumekucha ujenzi wa daraja la Jangwani. Kumekucha ujenzi wa daraja la Jangwani. Serikali ya saini mkataba wa bilioni 195.66 uendelezaji bonde la mto Msimbazi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenyewe linaanza na habari inayosema Waziri Sangu, taasisi za dini ni nguzo muhimu ya maendeleo nchini. Lakini bado kuna habari inayosema Njajembi hamasisha wabunge kutembelea maonesho ya wiki ya nishati. Lakini habari kubwa ni vipaumbele vinne kubeba bajeti ya vijana 2026-2027. Waziri Nanauka avitaja kuwa ni kuimarisha ustawi, ajira na ushiriki wa vijana katika maendeleo ya taifa. Na Ulega ataka Watanzania watembelee kifua mbele kuhusu barabara. Huyo ni Ulega ataka Watanzania watembee kifua mbele kuhusu barabara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu linaandika fedha za muungano zaelekezwa kwenye miundombinu. Hilo ni gazeti lako la Sauti Yetu asubuhi ya leo, kurasa za mbele linaandika fedha za muungano zaelekezwa kwenye miundombinu. Lakini Ulega amjibu juu Rais Ruto ni kuhusu barabara, ataka Watanzania watembee kifua mbele, asema kodi zao zimewapatia barabara ya lami. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu. Na TRA na
wajadili mkakati wa ushirikiano. TRA na DC wajadili mkakati wa ushirikiano. Na Mavunde ataka wadau wa madini kujipanga. Huyu ni Anthony Mavunde ataka wadau wa madini kujipanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye ukurasa wa mbele inaandika Ulega, Ruto hajasema ukweli. Huyu ni Urega asema Ruto hajasema ukweli. Lakini wadhibiti ubora watakiwa kusimamia vyema chakula shuleni. Na DC mstaafu ambulia kura 5 ubunge Simani. Ni Tobias Mwalipwa, madisi wengine nao waangukia pua. Lakini Vujabei awatimulia vumbi kwa kupata kura 2703. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Mtanzania leo. Na Rais Samia agiza fedha muungano zikarabati barabara. Rais Samia agiza fedha za muungano zikarabati barabara. Na Waziri Ndejembi aipongeza REA. Waziri Ndejembi aipongeza REA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye linaandika serikali inatambua mchango wa taasisi za dini. Mavunde atatua changamoto za wadau wa madini metali. Na Ulega amjibu Ruto. Ulega amjibu Ruto, amwambia Tanzania ina mtandao mkubwa wa barabara za lami kulinganisha na majirani. Asema Afrika Mashariki hakuna nchi iliyofikia Tanzania. Na TMDA kuteketeza bidhaa tiba zilizokwisha muda wa matumizi. Waziri Ndejembi awalika wabunge kutembelea maonesho ya wiki ya nishati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Jamhuri lenye linaandika asubuhi ya leo WCF kuzindua lango la huduma kwa wafanyakazi. Lakini ajira zaidi ya 30,000 kuzalishwa bandari ya Kilwa. Na CAG ni kivumbi. Habari inasema CAG ni kivumbi. Lakini wachumi wa mrarua mbunge tozo za simu. Wachumi wa mrarua mbunge tozo za simu. Lakini kimataifa, vuta nikuvute Irani na Marekani. Vuta nikuvute Irani na Marekani. Lakini Sheikh Al-Hadi, vijana msikubali kutumika. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Huyo ni Sheikh Al-Hadi asema vijana msikubali kutumika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo linaandika Ulega ajibu mapigo kuhusu mtandao wa barabara. Na safari za ndege Italia kupaisha uchumi Zanzibar. Na miaka 62 ya muungano, Rais Samia badili matumizi ya fedha. Lakini Neema yaja mikakati hadharani kuinua vijana. Na maajabu ya DP World siku 730 bandari ya Dar es Salaam. Na wanasiasa waanika faida za muungano. Yani habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo linaandika kituo cha uzalishaji umeme Matemwa kitapunguza uhaba wa nishati. Huyo ni media sema. Lakini serikali kuimarisha soko la ndani la wafugaji kuku. Serikali kuimarisha soko la ndani la wafugaji kuku. Na Dr. Mwinyi tutaendeleza uhusiano kihistoria na Italia. Na zoezi la utafutaji mabahari ya meli ya mizigo iliyozama laendelea. Lakini fedha sherehe za muungano zatumika kukarabati miundo mbinu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika tahadhari ya magonjwa ya kuharisha kipindi cha masika visiwani. Na TRC yakana picha mjongeo inayopotosha mitandaoni. Hiyo ni picha mjongeo inayokana TRC waikana. Ni baada ya picha inaonyesha treni ya SGR ikitembea ikiwa inatoa mlio wa Scania. Sasa TRC yakana jambo hilo. Lakini Ulega yajibu mapigo kiaina kuhusu madai ya majirani. Ulega ajibu mapigo kiaina kuhusu madai ya majirani. Na Waziri Ndejembi aipongeza REA yenyewe yaahidi makubwa. Lakini fedha za sheria ya muungano kukarabati barabara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Gazeti lako la Tanzania leo asubuhi ya leo linaandika Tanzania mwenyeji mkutano wa COP 12. Samia kubadili taswira ya Dar. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan kubadili taswira ya Dar es Salaam ni kupitia mradi wa uendelezaji bonde la mto Msimbazi. Wakazi zaidi ya 3,000 kuhamishwa maeneo
hatarishi fidia kulipwa zaidi ya shilingi bilioni 670 kutumika katika miaka miwili ya ujenzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado Rais Samia, fedha sherehe za muungano zitumike kukarabati barabara. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan anasema fedha za sherehe ya muungano zitumike kukarabati barabara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye ukurasa wa mbele linaandika matarajio ripoti ya uchunguzi mwanzo wa safari na baadaye uwezeshaji vijana washika kasi, Ulega wajibu majirani, Samia atoa maagizo sherehe za muungano, mrithi wa Lukuvi kupatikana Juni mosi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Habari Leo linaandika Tanzania mwenyeji Miss World 2027. Tanzania mwenyeji Miss World 2027. Vita kali ubingwa kubaki ligi kuu. Vita kali ubingwa kubaki ligi kuu. Lakini kuna habari unasema Mudathiri kuikosa dabi ya Kariakoo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga lenye kuna michezo linaandika Joshua Mutale ang'ara Saudi Arabia. Waziri Makonda, miundombinu AFCON kukamilika mapema. Serengeti Girls yaifunga Botswana goli 3-0. Lakini Yaucho, viungo Yanga wako vizuri. Huyo ni Khalid Yaucho asema viungo Yanga wako vizuri. Lakini gazeti lako la Mwanahabari linaandika Manula, lengo ni kuisaidia Azam. Huyo ni Aishi Manula asema lengo ni kusaidia Azam. Yanga uwanjani leo Muungano Cup. Lakini Steve Baka, Chama na umuhimu Simba, timu za jifua kujiandaa na Kimlasa Cup. Lakini Katwila ana hasira kurudi ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado tunaangazia kwenye kurasa za michezo asubuhi ya leo, na gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.